Kansela Friedrich Merz ametoa wito wa mwanzo mpya kwa Ujerumani katika hotuba yake aliyoitoa leo kwenye maadhimisho ya miaka 35 ya muungano iliyokuwa Ujerumani Mashariki na Magharibi. Na hafla ya maadhimisho hayo mwaka huu inafanyika katika jimbo la Saarland na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amehudhuria. Macron amesisitiza kuwa sio Ujerumani mbili zilizoungana pekee miaka 35 iliyopita, bali pia Ulaya imeungana na ipo imara. Amina Abubakar anayo taarifa zaidi. Merz amesema baada ya miaka 35 ya muungano na katika nyakati ngumu kwa Ujerumani, taifa hilo linapaswa kujipanga upya na kuziangalia siku za usoni kwa ujasiri na kujiamini. Akizungumza katika hafla ya maadhimisho hayo yaliyofanyika katika mji wa magharibi wa Ujerumani wa Saarbrücken, Kansela Friedrich Merz alisema ni wakati wa Ujerumani kuanzisha juhudi za pamoja za muungano mpya nchini humo. Amesema watu ni lazima wawe na ujasiri wa kuyakubali mabadiliko na kutokubali hofu kutawala fikra zao. Katika hotuba hiyo, Merz alikumbushia namna watu Ujerumani ya zamani iliyokuwa na mfumo wa kisosialisti walivyoendesha mageuzi kwa amani yaliyopelekea kuanguka kwa ukuta wa Berlin, kuungana kwa Ujerumani mbili ya magharibi na mashariki, hatua iliyoangusha utawala wa kidikteta wa iliyokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Ujerumani. Kansela huyo wa Ujerumani amesema leo ni siku ya kusherekea, lakini pia katilia mkazo kwamba siku hii inaadhimishwa wakati muhimu wa kufanya maamuzi magumu ya kitaifa, kigusia mapinduzi ya kidijitali, miungano ya uongozi wa kiimla na uchumi wa dunia ulio na vizingiti vya kibiashara. Ameonya kuwa mambo mengi ni lazima yabadilike iwapo Ujerumani itataka maendeleo zaidi. Leo Oktoba 3, siku tunayoadhimisha pamoja, leo inabaki kuwa siku ya kusherehekea, lakini lazima tujifunze kujilinda tena. Uongozi wa dunia unabadilika, kwa maana ya kwamba bado hatujashuhudia kukamilika kwa vita baridi. Serikali za kiimla zinatoa changamoto kwa utaratibu wa kiliberali duniani kote na kutoa changamoto kwa demokrasia ya magharibi. Kwa hiyo ni lazima turudishe uwezo wa kutetea uhuru wetu. Deshalb müssen wir wieder fähig werden, unsere Freiheit zu verteidigen. Amewataka pia Wajerumani kuwajibika kukabiliana na kitisho cha usalama kwa kujitolea jeshini, na ameunga mkono pia mageuzi yatakayoleta ustawi, teknolojia na mataifa kutoingiliana katika masuala ya ndani. Kwa upande wake, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alialikwa kama mgeni wa heshima pamoja na mkewe Brigitte katika maadhimisho hayo. Amesema sio Ujerumani mbili tu za mashariki na magharibi zilizoungana miaka 35 iliyopita, bali pia Ulaya imeungana na ipo imara. Hata hivyo, Macron amesema licha ya amani na ustawi kuongozwa na muungano huo, kila kitu kilichofanikishwa kinabakia kuyumba, akisisitiza bado kuna mivutano na mipasuko katika demokrasia za Ulaya, huku akitahadharisha kwamba kilichotokea miaka 35 iliyopita kinahitaji kukumbukwa. Maadhimisho hayo ya muungano pia yanafanyika huku kukiwa na kiwingu cha kitisho cha usalama nchini Ujerumani kilichosababisha uwanja wa ndege wa Munich kufungwa kwa muda baada ya droni kuonekana angani. Hata hivyo, duru za mamlaka ya anga ya uwanja huo zimesema safari za ndege sasa zimerejea kama kawaida baada ya awali kusimamishwa baada ya droni hizo kuonekana na kutatiza safari hizo. Kisa hiki cha hivi karibuni kinafuatia msururu wa droni kuonekana katika anga za Ulaya ndani ya wiki kadhaa zilizopita na kufungua mjadala wa namna Ulaya inavyoweza kujilinda na kitisho hicho cha droni. Ni Amina Abubakar akituondoa hapa barani Ulaya na hususan hapa nchini Ujerumani katika kuangalia miaka 35 ya muungano wa mashariki iliyokuwa mashariki na magharibi. Na tunaingia huko Mashariki ya Kati ambako Israel imewafukuza wanaharakati 4 raia wa Italia, ikiwa ni hatua ya kwanza inayowalenga mamia ya wanaharakati waliokamatwa kutoka kwenye msafara wa misaada uliokuwa ukielekea Gaza. Wakati huo huo, Umoja wa Mataifa umesema hakuna mahala salama kwa Wapalestina waliolazimika kukimbia kutoka jiji la Gaza. Taarifa kamili na Salemo na Milongo. Hatua ya Israel kuwarejesha makwao wanaharakati hao imekuja muda mfupi tu baada ya meli yao ya mwisho kuzuiwa na jeshi la wanamaji la Israel. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema tayari imewafukuza wanaharakati 4 raia wa Italia waliokuwa ndani ya msafara wa meli, na kuongeza kuwa wengine bado wako katika mchakato wa kufukuzwa. Polisi wa Israel wamesema kuwa zaidi ya watu 470 wakiwemo wanaharakati na waandishi habari waliokuwemo ndani ya meli hizo walikamatwa na polisi,
Msafara wa Global Samud Flotilla ulianza safari mwezi uliopita ukiwasafirisha wanasiasa na wanaharakati wakiwemo Greta Thunberg kutoka Sweden kuelekea Gaza, ambako Umoja wa Mataifa unasema njaa kali imeanza kushika kasi. Leo Ijumaa, Umoja wa Mataifa umesema kuwa hakuna mahali salama kwa Wapalestina walioukimbia mji mkuu wa ukanda wa Gaza. James Elder, msemaji wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, ameyataja maeneo ya usalama yaliyotajwa na Israel kusini mwa Gaza kuwa ni maeneo ya kifo. Bombs are dropped from the sky with chilling predictability. Mabomu yanarushwa kutoka angani kwa utaratibu wa kutisha. Shule zilizotajwa kuwa makazi ya muda zinageuzwa kuwa magofu mara kwa mara. Mahema yanashambuliwa katika maeneo hayo na bila shaka hayatoi ulinzi dhidi ya vipande vya mabomu. Na kwa kweli, kama tulivyoona, mahema hayo huungua moto mara kwa mara kutokana na mashambulizi ya anga. Katika baadhi ya miji barani Ulaya, maandamano yamefanyika kutaka usitishwaji vita huko Gaza. Waandamanaji wanaounga mkono Palestina walikaribia lango la kituo cha mazoezi cha timu ya taifa ya soka ya Italia leo Ijumaa, wakitaka mechi za kufuzu kombe la dunia dhidi ya Israel isichezwe Oktoba 14 ijayo kutokana na vita vinavyoendelea Gaza. Maandamano hayo yalikuwa sehemu ya mgomo wa kitaifa wa siku moja uliolenga pia kushinikiza msafara wa misaada uliodhibitiwa na jeshi la Israel. Mamia ya treni zilifutwa au kuchelewa pamoja na ndege kadhaa za ndani na shule nyingi za binafsi na za umma kufungwa. Katika hatua nyingine, serikali ya Uholanzi imetangaza kuchunguza upya usafirishaji wa vifaa vya kijeshi kwenda Israel kutokana na hatari ya Israel kutumia vifaa hivyo katika kampeni yake ya kijeshi huko ukanda wa Gaza. Na askofu wa London Sarah Mullally ametangazwa kwa askofu mkuu wa Canterbury, akiwa mwanamke wa kwanza kushika wadhifa huo katika historia ya kanisa la Uingereza ya miaka takriban 500. Mullally anaishika nafasi hiyo katika wakati ambao kanisa la Kianglikana nchini Uingereza linakabiliwa na tofauti za kimtazamo, hasa kuhusu ndoa za jinsia moja. Mengi zaidi ni katika taarifa iliyoandaliwa na Silvanus Karimera. Swala la kuwa na kiongozi mwanamke wa ngazi ya juu katika kanisa la Uingereza huko Canterbury limekuwa na mjadala wa muda mrefu bila maelewano, lakini sasa historia imeandikwa. Sarah Mullally mwenye umri wa miaka 63 amevunja mila hizo. Anachukua nafasi ya Justin Welby ambaye alijiuzuru baada ya uchunguzi huru kufanyika na hatimaye kumkosoa jinsi alivyoshughulikia kesi ya ubakaji. Uteuzi wa Sarah Mullally kuwa askofu mkuu wa Canterbury ni hatua ya kihistoria kwa kanisa la Canterbury nchini Uingereza, ambalo kwa mara ya kwanza liliwatangaza mapadri wanawake mwaka 1994. Mwaka 2000. Fahamu jinsi ya kudhibiti matumizi ya kifurushi chako cha intaneti, jinsi ya kuzima background data. Nenda kwenye setting 15 wa kanisa hilo pia, na kwa mara ya kwanza likamtangaza mwanamke wa kwanza kuwa askofu miongoni mwa maaskofu wa kanisa hilo. Sarah Mullally anachukua nafasi hii akiwa mwanamke wa kwanza kuwa askofu mkuu ndani ya kipindi cha miaka zaidi ya 500 iliyopita, na anafuatia wanaume 105 maaskofu wakuu tangu askofu mkuu wa kwanza wa kanisa la Canterbury mwaka 597 baada ya Kristo. Katika hotuba yake ya kwanza kwa umma kwenye kanisa kuu la Canterbury na aliyefungua kwa sala ya maombi, ameomba pia kuombewa kutokana na masuala yanayoendelea katika jamii kwa sasa. As a church, we have too often failed to recognize or take kama kanisa mara kwa mara tumeshindwa kutambua ama kuchukulia kwa umakini swala la matumizi mabaya ya madaraka. Mimi kama askofu mkuu, jukumu langu litakuwa ni kuhakikisha kwamba tunaendelea kuwasikiliza manusura, kuwajali waathirika na kuimarisha amani na maisha bora kwa wote. Hili halitakuwa rahisi. Historia yetu ya kulinda udhaifu na kushindwa mambo vimetuachia urithi wa maumivu na kutoaminiana. Tafadhali niombee kama ninavyoombea. And mistrust. Please pray for me as I pray for you. Mullally amekiri kuwa kwa sasa kanisa la Canterbury limegawanyika kutokana na matatizo kadhaa, ikiwa ni pamoja na tofauti za misimamo kuhusu ndoa za jinsia moja na kujumuisha kwa watu hao katika shughuli za kanisa. Pia kuna tatizo la ubakaji na unyanyasaji kwa misingi ya kijinsia katika kanisa hilo. Lakini katika hotuba yake pia ameahidi kuwasikiliza kwa makini